Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo John Heche amepigwa spana na chama cha mapinduzi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika makao makuu ya chama cha mapinduzi, mjadala wa uchumi wa taifa umechukua mkondo mkali zaidi baada ya kauli ya katibu wa halmashauri kuu ya chama hicho anayeshughulikia itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kihongosi. Kauli hiyo inalenga moja kwa moja makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo bara John Heche, na ni kauli yenye ujumbe mzito. Ni kauli inayogusa moja kwa moja namna viongozi wanapozungumza kuhusu uchumi wa nchi. Na Aprili 7 mwaka 2026, mahali ikiwa ni Dodoma, mbele ya wanahabari, Kihongosi aliweka wazi msimamo wake. Alisisitiza umuhimu wa uelewa wa kina kabla ya kutoa kauli kuhusu uchumi. Ni msisitizo uliokuja katika wakati ambao mijadala ya uchumi imekuwa ikishika kasi. Wananchi wanazungumza, vyama vinajibu, na vile viongozi wanatoa mitazamo tofauti. Lakini katika kauli hii kuna onyo kwamba uchumi si eneo la maombi ya kawaida, ni eneo la takwimu, ni eneo la uchambuzi, na ni eneo la uhalisia wa mambo ya wananchi. Katika mkutano huo wa wanahabari, hoja kuu iliibuka wazi kwamba viongozi wanapaswa kuwa uangalifu wanapozungumza kuhusu uchumi wa taifa, kwamba kauli zao zina athari kubwa kwa jamii, na kwamba taarifa zisizo sahihi zinaweza kuleta mkanganyiko. Na hii si hoja ndogo, kwa sababu uchumi ndio moyo wa taifa, ni kile kinachoamua maisha ya kila siku ya mwananchi. Na hapa alikuwa anampiga spana mwenyekiti wa Chadema John Heche. Bei ya bidhaa, upatikanaji wa ajira, huduma za kijamii, vyote vinahusiana moja kwa moja na hali ya uchumi, na hivyo basi kila kauli kuhusu uchumi ina uzito. Na katika ufafanuzi wake, Kihongosi anaweka wazi kuwa uchumi unahitaji uelewa mpana, sio tu kwa mtazamo wa kisiasa, bali kwa mtazamo wa kitaalamu. Ni lazima kuangalia mapato ya taifa, matumizi ya serikali, uzalishaji wa ndani, uwekezaji unaoingia, na hali halisi ya maisha ya wananchi. Hapa ndipo tafsiri ya uchumi inapopatikana, na hapa ndipo changamoto inaanza. Kwa sababu tafsiri ya uchumi si moja, inaweza kutofautiana. Chama kinaweza kuona mafanikio, upinzani unaweza kuona ni changamoto. Na kati ya mitazamo hii miwili ndipo chama kinapaswa kupata ukweli, kwamba kauli hii inakuja katika kipindi ambacho mjadala wa uchumi nchini Tanzania umechukua nafasi kubwa. Ni mjadala unaoendelea kwenye majukwaa ya kisiasa, kwenye vyombo vya habari, na hata kwenye mitandao ya kijamii. Na kila upande una hoja zake, kila upande una takwimu zake, na kila upande una tafsiri yake. Lakini swali kubwa linabaki, ni ipi tafsiri ambayo ni sahihi, na ni nani anaizungumza kwa uhalisia? Katika mazingira haya, kauli ya kiongozi inaongeza moto kwenye mjadala. Inaibua mjadala kuhusu uwajibikaji wa viongozi, inaibua mjadala kuhusu ubora wa taarifa zinazotolewa, na inaibua mjadala kuhusu uaminifu wa kisiasa. Kwa upande wa siasa, hii ni zaidi ya mjadala wa uchumi. Ni mjadala wa uongozi, na ni mjadala wa uaminifu, na ni mjadala wa nani ana uwezo wa kuelekeza taifa. Na katika historia ya siasa za Tanzania, tofauti za mitazamo ni jambo jipya, lakini kinachobadilika ni namna mitazamo hiyo inavyowasilishwa. Zamani taarifa zilikuwa chache, na leo taarifa ni nyingi. Zamani majukwaa yalikuwa machache, na leo kila mtu ana jukwaa lake, haswa la kimtandao. Na katika dunia hii ya taarifa nyingi, changamoto kubwa ni moja: kupata taarifa za ukweli. Ndio maana hoja ya uelewa inakuwa muhimu, kwa sababu bila uelewa taarifa inaweza kuwa potofu, na bila taarifa sahihi jamii inaweza kupotoshwa. Kiongozi anaweka msitizo juu ya msingi huu, kwamba viongozi wanapaswa kujenga hoja zao katika utafiti, katika takwimu sahihi, na katika uhalisia wa mambo, si vile John Heche anavyoropokwa. Na sio katika hisia, sio katika siasa pekee, bali katika ukweli.
Lakini pia kauli hii ina ujumbe kwa wananchi kwamba ni muhimu kuchambua taarifa wanazozipokea na kwamba si kila kauli ni sahihi na kwamba ukweli unahitaji uchunguzi. Na katika upande wa upinzani, kauli hii inaweza kutazamwa kama changamoto ya kuthibitisha hoja, changamoto ya kuwasilisha takwimu na changamoto ya kujenga hoja imara zaidi. Na kwa chama tawala ni fursa ya kueleza mafanikio, fursa ya kujenga taswira chanya na fursa ya kuimarisha uaminifu. Lakini kwa taifa ni mtihani wa jinsi mjadala wa siasa unavyoendeshwa, mtihani wa ubora wa taarifa na mtihani wa uelewa wa wananchi. Na katika hali ya sasa, uchumi unabaki kuwa moja ya masuala nyeti zaidi. Ni swala linalogusa kila mtu, ni swala linaloamua hali ya maisha na ni swala linaloweza kubadilisha mwelekeo wa siasa. Na ndiyo maana kauli kama hizi zina uzito mkubwa. Hazikai tu katika ukumbi wa mkutano, zinaenea na zinajadiliwa na vilevile zinachambuliwa. Na kadri zinavyojadiliwa ndivyo mjadala unavyokuwa, na katika siku zijazo mjadala huu unaweza kuendelea kushika kasi. Vyama vya siasa vitaendelea kutoa mitazamo yao, wananchi wataendelea kuuliza maswali na wataalamu wataendelea kuchambua. Lakini jambo moja ni wazi, kwamba uchumi utaendelea kuwa kiini cha mjadala na viongozi wataendelea kupimwa kwa kauli zao, kwa sababu katika ulimwengu wa sasa kauli si maneno tu, ni dira. Na ujumbe huu ulielekezwa kwa John Heche, kwa maana alizungumzia masuala ambayo yanagusa taifa la Tanzania kwa njia ya moja kwa moja, haswa kuhusiana na mafuta. Kutokana na ujumbe wake, John Heche hapo jana aliuliza swali ambalo lilikuwa lenye uzito mkubwa, kwamba sasa hivi bei ya mafuta imeongezwa kwa asilimia kubwa zaidi, na hapo awali waziri ambaye anasimamia kawi alitaja na kusema kwamba mafuta ama wanahifadhi kubwa na hazina kubwa ya mafuta ambayo ingeendesha taifa hadi mwezi wa 7. Kwa hiyo kuongezeka kwa mafuta wa sasa hivi inaonyesha ama inadhihirisha nini? Ndiyo maswali halisi ambayo alikuwa anayeuliza Chadema ama aliyokuwa anayeuliza John Heche, ambayo hayakuenda vizuri na Chama cha Mapinduzi. Ndiposa kiongozi kumpiga spana kusema kwamba yaliyozungumzwa katika kikao kile na Chadema hayakuwa masuala ya uhakika, bali ni mambo ya kuropokwa tu. Na sasa hivi imebaki juu ya Watanzania kuibuka na kujua yaliyo kweli kuhusiana yanayowahusu wao wenyewe, haswa kuhusiana na bei ya mafuta na vilevile jinsi serikali imepandisha mafuta hayo, ingawaje walikuwa wametoa ujumbe kwamba mafuta hayo yangeongezeka ama pengine mafuta yamehifadhiwa na yangeanza kupungua pengine kufikia mwezi Julai. Ikiwa na ujumbe wote na maoni yote kuhusiana na masuala haya na jinsi kiongozi anavyomvamia John Heche, waweza kuniandikia kwenye kisanduku hapo chini cha comment section. Ila ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, subscribe, like na kushare video zetu.